Mtu yoyote ambaye ana wanawake wawili na asifanye uadilifu baina yao, atakuja siku ya kiyama huyu mwanamume ili hali ya kuwa sehemu yake moja ya mwili imelemaa, imeparalyze, kuonesha wazi huyu alikuwa si mwadilifu. Mwambie mke wako, bwana, mimi nakwenda kuoa mke wa pili, si kwa sababu wewe una kasoro, la dini imeniruhusu. Atakasirika, atapiga kelele, atalia, lakini umeshamwambia, na akija kujua baadaye atafanya fujo alafu atatulia. Lakini wewe umekwenda kuoa kwa siri, tena umeishi naye baadhi ya miaka, akija kujua huyu mwanamke, hiyo ndoa haitokalika tena. Na ndoa nyingi leo zimevunjika, hauwezi kurudisha ile hali kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu mke amekuja kugundua mume wake ana mwanamke mwingine wa siri, waliyadhu billah. Ndugu Muislamu, namalizia nukta muhimu sana katika masala haya ya ndoa kwa kusema hivi: moja katika matatizo ambayo inasababisha ndoa nyingi leo kuvunjika, sababu ziko nyingi sana. Kwa hiyo talaka nyingi zinatokea, sababu ziko nyingi, ziko sababu zaidi ya 10. Hayo nayo tutakuja kuelezea wakati mwingine, lakini nitataja sababu mbili tu. Sababu ya kwanza ambayo imesababisha ndoa nyingi leo kuvunjika ni watu kupendana kabla ya ndoa. Mtu anamtafuta mwanamke alafu anaanza naye urafiki mwanzo kabla hajamuoa. Mapenzi nje ya ndoa ni mapenzi ya sheitani. Sheitani anakupambia wewe, anakuonesha uzuri wake tu, yale kasoro yake wewe huoni. Hawezi kuonesha vile vile huyu mwanamume wala ule mwanamke kumuonesha huyu mwanamume. Akikutana na wewe anajifanya mzuri, amejipamba, amejitengeza, anapima masunzo yake, kwa maana kuna kitu anahitajia.